Hivi punde habari zilizotufikia ni kwamba mwanasheria wa kimataifa ataka Tanzania iondolewe Jumuiya ya Madola. Lakini kabla sijakupeleka kwenye taarifa yenyewe, nikukumbushe tu kwamba usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kila siku kupata taarifa kemkem za ndani na nje ya nchi. Kupitia ukurasa wake wa X maarufu kama Twitter, mwanasheria wa kimataifa wa haki za kibinadamu Robert Amsterdam ametoa wito wa dharura wa Tanzania kusimamishwa mara moja wanachama wake katika Jumuiya ya Madola kutokana na ukiukaji mkubwa wa maadili ya kidemokrasia baada ya uchunguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Lakini nikuambia na kukukumbusha kuwa haya yote ni matokeo baada ya vurugu na maandamano ya Watanzania wengi maarufu kama Gen Z na wengine pia ambao walikuwa wakitetea haki zao siku ya uchaguzi Oktoba 29, 2025. Na katika taarifa yake iliyochapishwa kwenye mtandao huo wa X, Bwana Amsterdam amenukuu kauli rasmi ya kikundi cha hatua za mawaziri CMAG cha Jumuiya ya Madola ambacho kimeweka Tanzania kwenye kipindi cha majaribio au probation kutokana na mauaji ya waandamanaji kudai haki zao hiyo siku ya uchaguzi. Kuzima kwa mtandao wa internet kuanzia tarehe 29 Oktoba hadi tarehe 3 Novemba 2025, lakini pia vikwazo vya uhuru wa kukusanya na wa kukusanyika na kujieleza. Hayo yote yalikuwa ni sababu mojawapo iliyochangia mwanasheria huyu kutoa tamko la dharura kwamba Tanzania iweze kuondolewa katika Jumuiya ya Madola. Lakini nikuombe tu na kukumbusha mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Mjadala TV kwamba usisahau kusubscribe ili upate kujua kile kinachojiri, lakini pia usiache kudondosha mtazamo wako kuelekea kesho ya Tanzania hii yetu. Asante.